Mtazamaji wa Bongo FM Digital, hapa ni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyuma yangu kuna bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuna bendera ya Afrika Mashariki na bendera ya tatu ni bendera ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bendera hizi zinapepea nusu mlingoti na hii ni kufuatia siku 7 za maombolezo zilizotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais, lakini pia waziri mkuu mstaafu ndugu David Cleopa Msuya. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Hayati Cleopa David Msuya ameugua kwa muda mrefu na amekuwa akipatiwa matibabu ndani na nje ya nchi, ikiwemo katika hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, hospitali ya Mzena na kule jijini London nchini Uingereza. Natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huo mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku 7 za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 mwezi huu wa 5. Pengine unajiuliza, Cleopa Msuya ni nani? Cleopa Msuya alisimama taratibu, lakini kwa msimamo wa mtu mwenye historia ndefu kuliko kizazi kizima kilichokusanyika mbele yake. Mikono yake ilishika bomba la maji linalomwaga matumaini kwa wananchi wa Mwanga, Kilimanjaro. Hapo ndipo aliposhiriki tukio lake la mwisho kubwa, uzinduzi wa mradi wa maji wa Kisangara Juu. Mapema mwaka huo, kamera zilimrekodi, watu wakapiga makofi, lakini wengi hawakujua kuwa wanamwangalia mmoja wa waliobeba historia ya taifa hili mgongoni kwa zaidi ya nusu karne. Leo tunamkumbuka Cleopa David Msuya si kama mwanasiasa tu, bali kama mwanga wa kimya. Alikuwa miongoni mwa viongozi wachache walioweza kutumikia Tanzania kwa uaminifu, ukimya na utulivu wa ajabu katika siasa zenye kelele nyingi. Siasa isiyo na makelele lakini yenye nguvu. Cleopa Msuya hakuwa maarufu kwa maneno makali, bali kwa maamuzi makini. Hakuwa wakuruka majukwaani, bali wakupima kila neno kabla halijatamkwa. Alikuwa kama nguzo ya ukimya iliyojaa busara, aina ya viongozi walioko kwenye vitabu vya historia, si kwenye vichwa vya habari. Alishika nyadhifa kuu zaidi serikalini. Aliwahi kuwa waziri wa fedha kwa vipindi viwili tofauti. Alikuwa waziri mkuu wa Tanzania mara 2. Hii ilikuwa ni tangu mwaka 1977 hadi mwaka 1980 na mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Alishika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Lakini hata hayo hayakuwa anayapigia debe kwake. Uongozi ulikuwa wito, si jukwaa la umaarufu. Msuya, tajiri wa maadili, maskini wa majivuno, alikuwa na nafasi ya kuishi kama mfalme, lakini aliendelea kuishi kama mzee wa kijijini. Alikuwa na uwezo wa kuongea kwa sauti kubwa, lakini alichagua kuandika na kutumia ujumbe kimya kimya. Viongozi wa sasa wakiingia ofisini kwa mbwembwe, yeye aliondoka na heshima isiyo na maneno. Wakati wastaafu wengine walikaa pembeni, Msuya aliendelea kuchangia mawazo, kushiriki mijadala ya kitaifa na kuibua hoja za msingi juu ya uchumi, maadili na ustawi wa taifa. Aliposimama, taifa lilisikiliza. Ni vigumu leo kuzungumza historia ya Tanzania
bila kulitamka jina la Cleopa Msuya. Hakuna bajeti ya maana iliyopitishwa bila kushauriwa naye. Hakuna sera ya uchumi iliyojengwa bila mchango wake. Hata viongozi waliomfuata walimuona kama mwalimu asiyevaa joho la chuo. Katika enzi ya Mwalimu Nyerere, yeye ndiye aliyefanya kazi ya kutafsiri itikadi ya ujamaa kwa vitendo vya kiuchumi. Na baada ya Nyerere, aliendelea kuwa daraja kati ya kizazi cha mapinduzi na kizazi cha mageuzi. Kifo kinakuja kama mwizi wa usiku, lakini leo taifa limenyamazishwa. Mzee huyo wa utulivu ametoweka kimya kimya kama alivyoishi, bila makelele, bila tambo, bila vurugu. Amewaacha wengi wakijiuliza, tutampata tena kweli kiongozi wa namna hii? Katika historia ya Afrika, wapo mashujaa waliopigania uhuru, wapo waliopigania sifa, lakini Cleopa Msuya alipigania msingi wa taifa kimya kimya, lakini kwa nguvu isiyopingika. Heshima ya mwisho. Kifo chake si tu pigo kwa familia, bali ni pigo kwa kizazi kinachotafuta mfano wa kuigwa. Alituonesha kuwa unaweza kuwa mkubwa bila kelele, unaweza kuwa na nguvu bila kiburi, unaweza kuwa kiongozi wa kweli bila kuhitaji kutajwa kila siku. Leo tunasali, Mungu, mpokee huyu mwanao aliyekuwa sauti ya hekima katikati ya makelele ya dunia. Mrudishe nyumbani salama kama alivyoihudumia dunia kwa amani. Pumzika salama mzee wetu. Tunakushukuru kwa maisha yako. Tunajifunza kutokana na njia yako. Huyu ndiye David Cleopa Msuya aliyefariki dunia tarehe 7 ya mwezi Mei mwaka huu 2025. Kunayo mengi ambayo ameyafanya kwenye taifa hili la Tanzania. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake lihimidiwe. Amen.